mama zao, wanaobakwa ni dada zao. Kwa nini wakubali tuathirike sisi wakati wao wapo? Sisi tunategemea wao vijana ndio kutulinda sisi, ndio kutulea sisi, ndio taifa letu la kesho, ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa nini watu wache kwenye hali hii? Kweli tushinde kufanya biashara, turudi saa 10. Serikali sio wale kama madarakani, serikali ni wao. Na sisi tunawategemea wao watusaidie sisi ili tuje jinsi gani ya kuwasaidia wao. Sasa kama wao wakikaa kimya, sisi tunafanya kazi na nani? Sisi tunaishi wapi wakati wao ndio wakuja kutoa taarifa kwamba mama, kuna vijana huku watu waelewi, kuna vijana huku wanafanya hiki. Kweli mpaka nikabakwe? Mpaka nikatoe taarifa kwamba kuna 1 2 3. Lakini vijana tunaomba mtusaidie. Sio kama tunasema hivi. Ni hali inatuia vigumu kutokana na tunavyoishi. Mtani wa kwetu. Tunaishi sisi wenyewe. Tunalala sisi wenyewe. Kwa nini mnatuacha kiasi hiki? Na kwa nini tulalamike kiasi hiki? Kwa nini tuishi kwa shida kiasi hiki? Tunaomba vijana wetu, familia, nyinyi ni familia yetu, nyinyi ndio kututetea sisi, nyinyi ndio kutusaidia sisi. Tuepukane na hii hali. Mtu unabaki unalinda mlango uende kufanya biashara. Mtu unabaki unapita barabarani unaogopa. Mtu unaogopa kumtuma mtoto kwa sababu ya kusema ataenda kubakwa barabarani. Hapa tunaomba mtusaidie vijana wetu. Na pale pamekaa katika ubwerere wa vijana hawataki kufanya kazi, wanabaki kudanki, anafika mgeni kwenda kunywa pombe, si ndio? Anabaki na polala. Lakini ukimwita kwenye kazi hataki. Unamkuta mtu mwingine, umesikia? Ndio hivyo kama ninavyosema anavyoongelea hawa, umesikia? Sawa, sisi ni watu. Unaenda kuwaita twende kufanya kazi, hawataki. Haya matukio ya kutekateka watu huwa yanafanywa kwa usiku. Usiku inapotokea imefikia wakati wa usiku wa bajaji, wao wanawachukua watu na kuwateka na kuwapeleka kule juu. Upande mwingine ikifikia muda wa saa 11, wale wakina mama wanaenda kusalimia wagonjwa hospitalini ambao rufaa, wengine wao wanashuka miguu, wamekosa usafiri. Sasa huwa wanawavizia njiani na kuwateka na kuwabaka. Hapa tunaokuja ni wengi, wapo wanaopita, wapo na sisi tunaokaa. Kwa hiyo mtu anaweza akaja akafanya kosa, anayepita tukapewa lawama sisi. Umeona hapo kiongozi? Lakini hapo lawama unakuta sio zetu, ila tunabebeshwa sio huo mzigo. Tunakuwa hatuwezi kuukataa kwa sababu tayari aliyechukuliwa amechukuliwa hapo. Na kama wewe ukikuta sisi tumebaki pale bajaji, ukaja ukasema uchukue pale abiria, si hatuwezi kukatalia kwa sababu ni swala la riziki. Ila ukija pale juu kwa sababu kuna utaratibu wetu, lazima ufuate utaratibu. Umeona? Kwa hiyo pale ni hilo tu, ndugu mheshimiwa. Sidhani kama kuna lingine zaidi ya hapo. Ila masuala ya kusema eti nauli kubwa na kuwakaba watu, hapana. Wanaokaba watu wanafahamika. Kuna mwingine watu walikamatwa asubuhi, 2 pale walipigwa na walipelekwa Central kwa kesi ya kubaka hiyo asubuhi. Sheli hapo, mimi mwenyewe nikiwa shahidi na tuliona na kwa sababu ni watoto wa nyumbani waliachwa. Umeona? Ila wakapelekwa Central na wametoka tena. Ila sisi hatuna cha kusema. Ila tunashangaa tunapokuja kupewa kesi sisi na kesi ambazo sisi hatujafanya. Taarifa nyingi wananchi mnazo za uhalifu, lakini hamtaki kutoa taarifa za uhalifu ambao wanaingia kwenye shughuli zenu za kiuchumi. Sijawahi kuambiwa hata siku moja pana changamoto hii. Nazipata kwa juhudi zangu. Ndio hizo zinafanywa kazi, mnakuja kulalamika tunakamatwa, polisi ndio wanakuja kufanyaje? Mimi ngoja niwaambie kabisa ukweli. Hatutaacha kukamata watu wanaojihusisha na uhalifu hata iweje. Kama mtaendelea kufanya uhalifu maeneo yote yaliyotajwa, tutahakikisha tunakamata wote wanaojishughulisha na hizi tabia. Kwa hiyo sasa, ili usipate hiyo bugu za wewe mfanya biashara unayefanya biashara maeneo hayo na wewe uliotaja hapo, basi hakikisha kabisa unawataja hao watu, sisi tuje tuwatoe mapema. Kwa wananchi wa kata Iganzo, mimi ninachotaka kuwaambia, jeshi la polisi liko tayari kufanya kazi na nyinyi wakati wote, na wakati wote huwa anasema hii kauli. Viongozi wa bajaji, mahali mlipofikia hatutapakubalia. Yaani wamwambia twende stendi ya mabasi pale, wamefika pale wanamdai milioni 1. Haya, wamekamata mama mmoja hapo, wamechukua hao bajaji, wameenda wamembaka yule mama kule. Haya, nikuulize, angekuwa mama yako, angekuwa dada yako, afu hiyo kesi kwa polisi. Na sisi tutaanzisha operation maalum, mimi na wenye viti na polisi kata. Ni marufuku kuanzia sasa bajaji kukuta imepaki, yaani hivi ninavyozungumza kukuta bajaji imepaki pale kama zile pale. Na tunapomaliza tu mkutano huu, zile bajaji pale zote zile zimeshaondoka. Kwa sababu hao penye bajaji zile ndio wanaochukua. Lakini pia kibaoni kule juu, tutamwomba usidia atakifika hapa. Kwa sababu pale wako polisi. Pale sio kituo tena. Maana tunataka tukivunje kile kituo hili sasa, msifanye zile foleni, muendelee na shughuli zenu kama kawaida. Kwa sababu ndipo watu wanapoumia pale. Msimamo wa serikali ya kata ni usalama.
Lakini mama, tunza mwanao. Nimeshazoea kupata lugha za kulembana huko mitaani, watoto wanabaka watu wazima. Si mnajua? Hamsijui hizo kesi na mnawajua na mmewataja nyinyi vijana juzi hapa. Sasa mimi naizungumza, na vyombo vya habari viko hapa. Wananchi wamechoka, ili hatuwezi kuficha. Wananchi wamechoka. Mimi nimekwenda kuongea na OCD, nikawaambia OCD, wananchi tumefanya nini? Tumechoka. Na nyinyi akina mama na wazazi, mama mkane mwanao, tunataka Iganza kuwa salama.